Je, kama mimi ni mwanafunzi ikatokea nimefanya kosa kwa kujijua au kwa kutokujua, halafu mwalimu wangu akaonyesha kunikemea vikali na kunikunjia uso, au ikafikia kunifungia kuingia darasani, hapo kunifungia atakuwa amenipa nasaha, na akiniwekea chuki ni sawa? Sisi tunasema mwalimu anajua hali, atakana aziangalie hali za wanafunzi hasa katika masuala ya utoaji wa adhabu au kutaadhibu kwa ujumla. Kama mtu mwingine sawa ni kuzuiliwa kuingia darasani kutokana na maslahi kwa wakati huo, basi azuiliwe kufanya hivyo, na mwanafunzi hana isipokuwa kutii katika hilo au kuomba msamaha. Lakini mwalimu anaweza akamzuia mwanafunzi asiingie darasani kwa sababu ya utovu wa nidhamu, tashwishi na mengineyo. Ana haki ya kufanya hivyo kwa sababu ya taadhibu. Kama atafanya hivyo kwa njia ya kwamba ni chuki tu binafsi, atapata madhambi bila shaka, kwa sababu inakuwa ni sehemu katika kitmanul ilm. Lakini kama kuna asbabu za kisheria au sababu ambazo za kinidhamu, ukaona kwamba nikimwachia huyu itakuwa ni sababu ya wengine kuzembea, toka nje, bila shaka ni sawabu, na walimu lazima wawe makini katika swala hili. Lakini nasaha ni zile katika kama vile unavyonasihiwa katika mambo mengine kwamba uwe mwadilifu, watu wote kama wanavyonasihiana kuwa waadilifu katika mambo mengine, basi vile katika swala ya usomeshaji ni amana na mengineyo, tuwe waaminifu, tuwe na uadilifu katika hili. Kwa hiyo mwalimu anaweza kufanya hivyo sawa, na anaweza kukasirikia lillah, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kutokana na uzembe uliofanya, lakini hamna namna ya kuweza kuendeleza tukio hili ikawa wewe hakupendi tu kwa sababu fulani. Nadhani masala haya yanarudi vile ile ukhuwa wa kiimani na ule udugu wa Kiislamu unabakia vile baina ya mwalimu na mwanafunzi. Kwa hiyo yale yanayotakiwa kwa mwalimu na mwanafunzi kufanyiana katika hali mazingira mengine, kadhalika wanapokuwa darasani wawe katika hali hizo pia, wasikiuke mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Lakini walimu nao vile ni wanadamu, wanaghadhibika, wanakasirika kibinadamu. Kwa hiyo watu wakiwa wanafunguliana mioyo ni kheri zaidi.